Bila shaka hujambo popote pale ulipo, karibu katika Kilenge cha Familia. Wanafamilia tunakutana hapa sebuleni ili tuyajadili masuala mbalimbali yanayotuhusu sisi. Yapo mengi kweli kweli katika familia. Yapo yale ambayo tunasema kwamba haya ni ya maudhi, lakini yapo ya kufurahisha. Yapo ambayo wakati mwingine tunasema haya katika familia ni ya unyanyasaji, lakini hatuachi kuyajadili. Tunayajadili na hatimaye tupate suluhu ya pamoja. Mimi ni Lugendo Madege. Nami ni Sauda Mkalkota. Karibu sana wanafamilia. Sasa tumeanza kujadili yanayotuhusu. Naam. Hatujamuli mambo, huwa tunafanya mjadala. Na hii leo tunaangazia jinsi ya kuishi na mashemeji kwenye familia zetu. Umeoa, mwenza wako na ndugu zake. Lakini natokea shemeji anakuja kuishi nyumbani kwako. Kwa sababu yote, inawezekana unamsomesha, inawezekana kuna shule anafanya pale, lakini unaishi naye kama ndugu yako. Sasa hapo kwenye mchakato wa kuishi na mashemeji, ni kwa namna gani tunaishi nao? Mjadala huu utaongozwa na Edgar Mugashe, baba huyu, lakini vile vile ni msanii wa maigizo, ni MC vile vile kwenye shughuli zetu mbalimbali. Msema chochote anaitwa MC mshereheshaji. Sio msema chochote. Msema chochote ni mradi shughuli yende. Msema chochote ni mbwatukaji. Mbwatuka tu ovyo. Basi ni MC Mugisha, lakini vile vile Mugashe, yes. Lakini ni mwigizaji pia kwenye tamthilia mbalimbali. Noma hapa kwetu Azam TV tunaona tamthilia zake zilikuwa zinafanya vizuri. Na bado anaendelea. Musa, sijani kila majina anayo yeye. Lakini vile vile tunaye Mwajuma Nyundo, mama huyu ambaye yeye atawakilisha mama wengine. Inawezekana pia akawakilisha na mashemeji wanaoishi kwa ndugu zao. Ushawahi kuishi kwa shemeji Mwajuma? Shai kuishi. Na shemeji ashawahi kuishi kwako? Bado. Basi mtaani pia tutakuja ili kujua wewe una maoni gani kuhusiana na hila. Kwenye mitandao ya kijamii pia tutaangazia huko ili kujua mambo yanakuaje. Karibuni sana jamani. Asante. Na mko vizuri eh? Yeah. Sawa. Swala la namna ya kuishi na mashemeji. Kwanza hivi ni lazima tuishi na mashemeji? Kwa upande wa ukiangalia lazima, yani ulazima upo. Kwa sababu gani? Kwanza mashemeji ni familia. Yani ni familia yetu kabisa. Kama umeoa au umeolewa, kwa hivyo lazima mke wako au mume wako atakuwa na ndugu zake. Na pengine hao watakuwa na uhitaji fulani huko waliko, atakuja kwako kukaa pale na vitu kama hivyo. Kwa hivyo ili uishi nao vizuri, jambo la kwanza kabisa ni kuheshimiana. Lazima muheshimiane, utengeneze mipaka ya wewe na shemeji yako. Lakini pia jambo la msingi ambalo mimi naliona ni kutoruhusu simu au text za wakati wote ambazo hazina msingi. Lazima utengeneze mipaka na shemeji, otherwise atavunja ndoa. Atavunja yeye au wewe ndio utakayovunja? Kuna vitu vingine ambavyo yeye atavizungumza ambavyo kimsingi sio vya kweli. Kwa hivyo na yule ni ndugu yako. Unajua wewe umeoa, lakini yule ni damu moja. Kwa hiyo akifikisha taarifa kwa mke wako au mume wako, anaweza akaamini. Ataamini, jambo litapelekea mpaka hata isipovunjika itaingia matatani. Sasa mipaka shemeji si unamtania. Shemeji jua ni kama mtani wako hivi mpaka nyimbo zinasema shemeji kama babu au bibi. Shemeji ndio kila kitu kwa familia. Mimi sijazungumzia kwamba shemeji ataniwe. Ujue utani ni sehemu ya maisha. Hamwezi kukaa sehemu ofisini, sijui wapi. Lazima mtaniane. Lakini huo utani lazima uwe na mipaka. Usipoweka mipaka utakuwa utani. Mwanaume na sisi wanaume tumeumbwa na madhaifu. Wengine unaweza mkataniana. Kwa hivyo hili lazima uweke mipaka. Mwajuma, tuambie ulikuwa unaishi kwa shemeji yako ilikuwaje? Shemeji kama alivyosema kaka PMC, shemeji lazima mkuwe na mipaka. Mheshimiane, kuwe na adabu. Shemeji anajenga, shemeji anabomoa. Kivipi? Na mashemeji wapo wa familia, yani wapande ya mke na mume, na una mashemeji marafiki. Labda wewe mume wangu, lakini una rafiki zako pia bado ni shemeji zangu. Akina Mugashi. Wale wanakuwa wale ni watu hatari sana. Hawa wa damu lazima tuwe na mipaka. Kwa mfano mimi nishawahi kuona ndoa ya mtu, yani mipaka pia kuishi kwa adabu. Uwezi shemeji yako kakaa pale wewe ukapita na nguo za ajabu. Kuna nyumba mimi niliingia tu nikamwona mtu na mdogo wake wamekaa na mume wake pembeni, lakini ukaaji wa yule mdogo wake moja kwa moja nikanoti kitu. Na kweli baadaye akaja kulia akasema ndugu yangu katembea na mume wangu. Mimi nikamwambia picha niliyoiona nilivyokuja pale kwako
sio picha ya heshima. Uwezi ukava kikaptula mtu wa rangi anakuona nini mbele ya shemeji yako, pia haitakiwi. Si ndio kayakuta maisha hivyo, pengine labda wenyewe wanavaa hivyo. Unatakiwa uwe na mipaka, utavaa ukienda bichi huko, sio mbele ya shemeji yako. Na sisi pia kina mama kwa upande wetu, yaani mdogo wako akisha kuja nyumbani, basi chai kamtenge shemeji, maji ya kuoga kaweke. Wewe unakaa. Wanaume ni watu wa tamaa. Wanaume ni watu wa kutamani, wameumbwa hivyo, hata vitabu vya dini vinasema ni watu wa kutamani. Kwa hiyo usimwache sana mumeo kila kitu afanye, unamwamini sana mdogo wangu. Wanawake sisi wake tuna nafasi zetu, vitu muhimu vya mume wako fanya mwenyewe. Chakula cha mume wako mtengee mwenyewe, maji peleka mwenyewe chooni, nguo mnyoshie mwenyewe. Lakini kuna mtu ishakaa kwenye kochi, hasa wenzetu waliojaliwa na simu. Sasa hivi kina mama tumeharibika na simu, yani unamwachia kila kitu mdogo wako, kwa sababu katoka kijijini huko umekuja kumlea, kila kitu unamwachia, hatimaye ndo anachukua nyumba. Wapo watu wengine baba mmoja mama mmoja, wapo mpaka leo. Nimemuona mtu ndugu yake kaachwa kaolewa yeye, ndugu yake kazaa na yeye kazaa, wote wamezaa na mtu mmoja, wote wamezaa na mtu mmoja. Yote hiyo kujiachia sana kina mama. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo katika familia yanatokea, kusema siri za ndoa. Yaani mko kwenye ndoa, uko na mume wako au tuko na mke wako, alafu unakwenda kushare jambo ambalo mume wako au mke wako anakufanyia mkiwa kwenye sehemu za faragha. Hilo ni jambo moja baya sana pia. Na yaani hilo ndio sasa unakwenda kufikisha taarifa, yaani kama unamshawishi sasa na yeye. Hilo jambo pia na yeye ni jambo ambalo linasababisha mashemeji wanaharibu. Kwa hiyo anakusoma, anaona kwamba shemeji anaingilika kwa namna gani. Ama ana madhaifu fulani. Labda mwenyewe sasa unamsifia, nataka ni ndugu wangu aone kwamba mimi nimeolewa na mtu, yani nimepata shababi, kwamba nikwambie shoga yangu, basi ndio hivi ndio vile. Wakati huo unamwambia rafiki yako ambaye mmekuwa wote utotoni, umekuja naye pale, tunaishi kama familia, wewe unamfanya kama ndugu yako, wewe unamsifia mume wako au unamwambia mambo ya ndoa mbele yeye mwenyewe, pengine muda wote hajawahi kukutana na mwanaume kama wewe. Kwa hiyo lazima apambane na yeye aweze kuhakikisha kwamba aone kweli haya dada anayoyasema ni ya kweli. Anataka kuhakikisha. Yes. Tuende kwenye kwa mtaani mara moja Madege, alafu tukirejea tena hapo tuendelea kujadili yale ambayo tunaendelea, lakini kuhusiana na swala la shemeji. Mtaani nao tumezungumza nao nini maoni yao kuhusiana na swala la namna ama jinsi ya kuishi na shemeji katika familia zetu. Umuhimu wa mashemeji sometimes inasaidia kwenye kutatua migogoro kwenye familia, kuleta ushirikiano, kuleta amani panapo mashaka kidogo, lakini pia mashemeji hawatakiwi kuzidi, wawe nje ya makubaliano ya familia, especially inapokuja swala ambalo linahusu familia yenyewe husika. Muda mwingine wanasaidia kusuluhisha migogoro kwenye familia, pia wanasaidia kuongeza upendo kwenye familia. Shemeji mfano kwenye migogoro hatakiwi kupendelea, hatakiwi kukaa upande mmoja. Umuhimu wa mashemeji bwana, wanatusaidia katika kumjua labda mwenza wako tabia zake, ila mipaka ya mashemeji inatakiwa kwenye masuala labda ya mahusiano, asivuke hapo kwenye mahusiano yako wewe akaingilia yeye. Hiyo ndio inatakiwa, ndio iwe mipaka yake, yani asivuke hapo akaingia kwenye mahusiano yenu. Shemeji kwangu mimi hana umuhimu wote kwangu mimi, hana msaada wote kwangu mimi, kwa sababu shemeji mimi sio ndugu yangu, sio jamaa yangu, bali tu amekuja amemuoa kama dada, amekwenda anaishi naye, kwamba maisha jinsi yanavyokwenda mwisho wa siku anaweza wakavurugana wakaachana. Mimi nitabaki tu na dadangu, ndo ndugu yangu, ila shemeji yule mimi hana undugu. Dadangu atakuwa kamzalia watoto, atachukua watoto wake, maisha yanaendelea, na mimi wale watabaki tu kwa wajomba zangu. Asidharau familia yetu. Leo kuna mashemeji mengine, shemeji wengine cha kwanza wanaleta dharau kwenye familia. Kisa kama dada basi wote anataka atuletee dharau, hicho kitu hapana. Umuhimu wa mashemeji katika familia, huenda ikatokea labda mmekwazana, shemeji akawa ni msaada mkubwa katika kuwaunganisha. Faida nyingine
ya mashemeji katika familia anaweza akawa msaada, labda ukawa umekosa kipato, anaweza akakusaidia akatatua changamoto yoyote tofauti na pesa, hata yoyote ile anaweza akaitatua. Shemeji hatakiwi kugombanisha familia, iko cha kwanza. Yaani yeye ndo anatakiwa awe mstari wa kwanza katika kuwaunganisha watu katika familia. Yaani asiwe mgombanishi, yani mtu wa maneno, labda kutoa hapa kupeleka hivi. Pia shemeji ana mipaka yake. Yaani kama mfano mimi labda, na mfano mimi nina mtu wangu ana kaka yake, yani ile mipaka ile inatakiwa iwepo. Yani haitakiwi ukaribu sana kusema mimi na shemeji yangu, ule ukaribu ule yani hautakiwi. Kunatakiwa kuwe na mipaka kati ya mimi na wewe shemeji yangu. Karibu, kama ndio kwanza unaangalia Kilinge cha Familia, bado tuna mengi ya kujadili, lakini kubwa ambalo tunajadili hii leo ni jinsi ya kuishi na mashemeji kwenye familia. Na mjadala huu tuko nao hapa MC Mogashe, yes. Ambaye ni baba huyu, lakini ni mwigizaji, shughuli zake hizo. Lakini vile tunaye Mwajuma Nyundo. Uko vere? Niko vere. Nakuona. Sauda, alafu umesahau tu kitu kimoja. Unaongea hapo ni Lugendo Madege na mimi ni Sauda Mkalokota karibu. Nasema umesahau kitu kimoja kwa Mwajuma, kila unavyomtambulisha MC Mwajuma. Bas. Kwa hiyo leo MC alafu ni baba na mama. Sisi tumaliza tufungulie show. Alafu ni shemeji wa mtu na shemeji wa mtu. Sasa shemeji, ili mtalijibu wote. Shemeji kuna pande mbili. Kuna shemeji kwamba mimi mke wangu ni Sauda. Sauda wewe kila siku nakutolea mfano hivyo hivyo, utulie hivyo hivyo. Sauda ndio mke wangu. Yes. Mdogo wake wa kike mimi ni shemeji yangu. Yeah. Mdogo wake wa kiume ni shemeji yangu. Yes. Kuna ugumu gani kwa hawa watu wawili? Yupi ni rahisi kuishi naye na yupi kidogo kuna mtihani? Shemeji wa kike ama shemeji wa kiume? Shemeji wa kiume. Kwa upande wa mwanaume. Kwa sababu ukiishi na shemeji wa kiume, ushanifahamu, automatically anakuwa mshikaji wako, ni rafiki yako, yani ni mshikaji. Tena huyo ndo anaweza akaifanya familia yenu anajua siri zako nyingi sana. Nyingi. Yani nyendo zako zote anazijua. Kwa hiyo hawezi kumwambia. Ila siku ukimzingua. Na hasa ukimzingua dada yake. Ukimzingua yeye. Unajua lile unakuwa una bomu fulani umelitengeneza ndani ya nyumba. Ushanifahamu. Anajua siri zako. Kama mzinga wa nyuki. Ukimvuruga tu kidogo, labda anataka kutoka out, amekwambia anajua una hela. Anakuambia shemeji bana, hebu niangalizie hata 50 hivi. Na anajua zipo. Usema hamna. Alafu anakutishia. Lakini atakuwa anataka kweli. Alafu akukute sehemu unatumbua, alafu unatumbua bila dada yake. Au umeisha. Na hauko peke yako. Uko na mtu manake. Umeisha. Yeye atakachokifanya anaenda kumvuta tu dada yake. Hamwambii kitu. Akamwambia dada twende huko. Sasa hapo ndio pale tulipokuwa tunasema tangu mwanzo kwamba mjadala wetu ni jinsi ya kuishi na mashemeji. Sasa hawa tunaishi nao vipi? Tayari tunao, kwa mfano. Haya yote tumeshawekea mipaka na nini na nini. Tunaishi nao vipi Mwajuma? Mashemeji tunatakiwa tuishi nao kwa upendo. Kwa sababu hamna mtu ambaye anajua siri kama shemeji. Na pia wanavifua mashemeji tofauti na mawifi. Shemeji anaweza akalijua jambo lako wewe, ndugu yako kabisa, kama mke wako anachiti, lakini hawezi kuambia saa nyingine, bado anakaa. Anasema atajionea mwenyewe. Sasa ni mtu mzuri kweli wewe? Bado anakulinda. Hataki kuvunja ndoa. Hataki kuvunja ndoa. Analinda ndoa. Atajionea mwenyewe, lakini sisi wanawake, mashemeji wanawake, nikikuona moja kwa moja naenda kupeleka ujumbe. Hatuna vifua vyetu vichache. Lakini shemeji mwanaume ana uwezo wa kukaa akaliangalia. Tena hadi natolea mfano wa mashemeji marafiki, au ndo wana habari nyingi za mkeo. Lakini watu wanakuchola tu. Wanaita kuchola yenye watoto wa mjini. Wanakuangalia tu, wanasema tutaona mwisho wake. Tutaona hadi siku mwenyewe, sababu ukiwa mwizi iko siku tabambwa tu. Siku mwenyewe siku mwenyewe utajionea mkeo anavyoshuka kwenye gari pale. Tulikuwa tunajua.
Ndio maneno ya mashemeji. Tunaogopa kukuambia. Kwa hiyo Mwajuma, kuna siri ambazo labda shemeji anatakiwa kuzijua na zingine ambazo unaona hizi kama mlisema mwanzo kwamba tumefahamu. Shemeji kuna siri nyingine anatakiwa kuzifahamu. Hasa sisi wanawake tuna mambo ya kujidai. Mimi napendwa, mimi nadekezwa, mimi naongwa. Sasa ukiangalia mwenzako mimi sijaongwa milioni 1. Alafu unaambia mume wako kukupa milioni 1. Sasa unaniweka kwenye fungu gani hapo unavyoona? Na una shida 50,000 tu. Unanishawishi unakuwa jiseme kaka. Jamani, mambo mengine tukae nayo ya ume zetu. Ile sehemu kwenye filamu uliigiza, yes. Kulikuwa na mkeo, lakini kulikuwa kuna mwanamke mwingine tena. Pale ilikuwaje? Yule mama ana asili ya Zambia. Ilionekana kama kuna mmoja alikuwa wale walikuwa marafiki wale. Marafiki ndugu sana. Na Kai alikuwa ndo mwanasheria wa mke wangu mimi Cleopatra. Alinioa. Ndo alikuwa mwanasheria yake. Ni wamesoma wote, ni marafiki. Lakini mimi nilikuja nikazaa na Kai. Wakati tuko shule nikaondokaga kwenda zangu Ulaya. Kwenye sinema mimi maisha mazuri sana. Nikaenda kuishi Ulaya. Kwa hivyo sikujua kama nimemwachia Kai ujauzito. Kwa hiyo wale walipokuwa wanaendelea kuishi hapa, mtu na mwanasheria wake, mimi nilirudi naanza kutafuta wale ambao nimesoma nao. Ndio nakutana na Kai kumbe na mtoto wangu. Afu baadaye ikaja kuwa vita baada ya kugundua kumbe huyu Kai ndo nilimwachia mtoto wangu. Umeshanifahamu? Alafu Irene ambaye ndo mke wangu, ambaye ndo mwanasheria wake. Vita ilikuwa kubwa sana. Vita ilikuwa kubwa sana. Sawa. Sauda, ujumbe bila shaka nao ni jambo la msingi sana. Kwenye mitandao ya kijamii nao tumewashirikisha wao wanasemaje kuhusiana hili, namna ama jinsi ya kuishi na shemeji kwenye familia. Na tunaanza na Emmanuel Joseph, yeye ameandika kuishi na mashemeji si tatizo. Tatizo ni kukosekana kwa mawasiliano ya wazi na kuheshimu mipaka ya kila mmoja. Na Fatma Ali, yeye ameandika Wapemba, yote anategemea tabia za wanaoishi pamoja, wenye heshima na uvumilivu huishi vizuri, lakini pasipo hivyo migogoro haiwezi kuepukika. Na ujumbe kutoka kwake Hearts Great, yeye ameandika shemeji kama anatoa usaidizi sawa, elewa usaidizi. Hapo amecheka, akae tu na ni baraka, ila akiwa mchoyo sitaki kumuona. Ameonyesha msisitizo kwenye usaidizi. Lakini na Ibrahim Harup, yeye ameandika inategemea na akili ya shemeji. Sasa kuishi nao si tatizo, akili koje? Wakati Franki Kaijage ameandika kuishi na mashemeji ni baraka ndiyo, ila uishi nao kwa akili sana, la sivyo unaweza wakawa ni chanzo cha ugomvi na kutoelewana na mwenza wako, kwa sababu watakuja na kuleta maneno ambayo si mazuri, japo si wote, ila ni vema sana kuishi nao kwa akili na kwa tahadhari sana. Na tukamilisha na ujumbe mwingine kutoka kwake George Mwakibete, yeye ameandika kwa zama hizi ni vema kila familia kuwa na makazi yake, lakini uhusiano mzuri na mashemeji uendelee kuwepo. Na ujumbe tukimaliza kutoka kwake Zainab Rashid, yeye ameandika mashemeji wanaweza kuwa nguzo muhimu ya familia, hasa katika malezi ya watoto na kusaidiana majukumu ya nyumbani. Naam. Kuna huyo wa mwisho hapo, mmoja kuelekea mwisho. Anasema kwamba hao mashemeji wabaki tu kuwa mashemeji wetu, lakini waishi huko kwao. Yaani maana yake kwamba tusiishi nao pamoja. Hiyo mnaionaje? Hiyo iko vizuri pia. Kwa zama hizi kila mtu tu kama inawezekana. Sio choyo hicho. Unapeleka msaada nyumbani kama umejaliwa. Maana kila kitu umejaliwa Mwenyezi Mungu. Kama umejaliwa unapeleka msaada nyumbani. Na kama kuna mtu tayari yeye ndo mama, yeye ndo baba, kule nyumbani hana wazazi, na kaka alisema hapa kuna mtoto baba mdogo, shemeji yako mdogo, unamchukua. Haina jinsi, kuna mambo hayana jinsi, unaishi naye. Tunamaliza hapa. Kuna jambo hili ambalo linajitokeza sana sasa hivi Sauda, kwamba ukatili ndani ya familia zetu umekuwa wa kiasi kikubwa sana, kiasi ambacho hata watu sasa wanachukua tahadhari kwamba mimi sasa hivi nitaishi mimi na watoto wangu na mke wangu basi. Sasa tayari tuna shemeji tunaye pale na tuna watoto, tunaweka namna gani ya maisha
ili pamoja na kwamba mke wangu asidharauliwe, ndoa yetu isitetereke, lakini kuna watoto hawa. Ushemeji naye tunaishi naye vipi hapa kwenye nyumba ambayo tayari tuna watoto? Baada sasa ya kumuogopea huyo mke, tuogope na hawa watoto. Niliwaambia juzi, kuna watu nilikuwa nazungumza nao kuhusiana na hiyo issue. Nikamwambia sasa hivi wimbi la kuharibu watoto limekuwa kubwa sana, na wanaoharibu watoto ni jamii yetu tu, familia. Wakati mwingine watu wa karibu, wakati mwingine unaona bradhangu huyu kamfanya kitendo kibaya mtoto, nikimfunga baba atanionaje, nikimwacha mtoto wangu atanionaje, mke wangu atanionaje. Yaani kuna mazingira fulani hivi magumu ambayo yanabebwa na mtu mmoja, baba. Utaki kuharibu kwa babako, utaki kuharibu kwa mke wako, unataka mtengenezee mazingira mazuri mtoto wako, ile kitu kichwani mtoke pengine. Nafanyaje? Mimi niwaambia watu, kama sasa hivi tunataka tuishi na ndugu zetu, kaka zetu, mjomba, maana kuna sehemu mtu anaishi na mjomba pia. Tutengeneze, kama una uwezo, tengeneza chumba cha nje. Ushanifahamu? Chumba cha nje pale getini pale, tengeneza chumba sebule, weka. Yaani jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu atakapokujalia. Tengeneza chumba kazuri. Yaani anakuja ndani ni kula tu na kupiga story, lakini wakati wa kulala au kupumzika ni nje. Ili kuepuka haya mambo ambayo kila siku yanatokea. Hii vitu hivi, kulala chumba cha wageni. Nani Rashidi, sijui nani Jose, kalale na mjomba, kalale na baba mdogo. Hapana. Watu wamekuwa na roho ngumu. Ndio imeharibika. Mwajuma, tunamalizaje kwa hapo? Na nachangia hoja. Sasa hivi watu tumekuwa na roho mbaya. Binadamu tumebadilika. Yaani kama inawezekana una watoto wako, achana kabisa kukaa na nani na ndugu. Tena hasa watoto wa kiume wanazidi kuharibika kila kukicha. Na wanaoharibu wakiwa wadogo ni ndugu zetu. Na anamtishia, nitakuua, nitakuchoma kisu. Usimwambie mama, usimwambie baba. Na wewe sasa ingine unashinda kazini. Hata kumjengea chumba cha uani pia bado mazingira ya nyumbani, mtoto anaanza kuitwa hata mchana katoka wewe uko kazini. Na najua babangu siko naye. Akamuongopea. Tunaona mifano mitaani Uswahilini, anamuongopea, anampa kipipi, anampa kiela, anamfanya vitu vya ajabu. Kwa ndio maana kila kukicha, yani leo zinatuuma sasa, wanaongezeka ni wanaume wanaharibiwa. Na wanaharibiwa na wanaume wenzao. Kwa hiyo kukaa na mashemeji, kukaa na ndugu, kukaa na mjomba, kama Mungu anakujalia kampangie, muhudumie kwa mbali, salimianeni kwa mbali, kwa sababu wanaharibu watoto wetu wa kike na wa kiume. Yaani asilimia kubwa ndugu ndio anayekuharibia maisha. Mtu baki atakuhangaisha tu. Lakini ndugu ana mkono mzito wa kukuharibia maisha. Mtazamaji, sisi tuna la ziada, vingi tumejadili hapa. Bila shaka mwanafamilia mwenzetu, tuna mambo utakuwa umejifunza. Kama una shemeji nyumbani, hujaweka mipaka, kama hujui unaishi naye vipi, bila shaka hapa mwanga tayari umetokea. Lakini kama unataraji kuishi na shemeji yuko mbali, unasema hebu nimvute yule nikae naye hapa ili nipunguze baadhi ya gharama. Wapo ambao kwa kila siku namtumia hivi nyumba kubwa, hebu nimchukue nimweke hapa. Utajua namna gani kama atakaa hapo ama utakaa naye mbali, mtaishi vipi kwa usalama na kuendeleza familia zetu. Sisi tumefikia mwisho Mimi ni Sauda Mkalokota, mwenzangu Lugendo Madege, lakini tulikuwa naye Mwajuma Nyundo, MC Mwajay, pamoja na Edgar Mugashe. Jamani, Edgar Mugashe. Umenitajia majina mengi mpaka umenivuruga. Ukitetereka tu kidogo unaita Mugisha. Kabisa. Ambao unakuja toka. Uko mule ndio jina lake Mugisha. Umeona mambo, au unaweza kumuita MC Mugashe. Mpaka wiki ijayo, kwa heri.